Unajua kuna watu wa vijana wa Gen Z hawamjui Warioba. Wanafikiri ni mzee mwenye busara sana. Kuna mtu mmoja alinipigia akaniambia, wewe Mwaipopo, kwani wewe ni mwanasiasa? Wewe ni msemaji? Mimi sio mwanasiasa. Sio mwanasiasa kabisa, ni kweli. Na mimi simwataki Warioba wala simzuii mtu kufanya siasa, na sina mamlaka hayo kisheria ya kumzuia mtu kufanya siasa. Warioba afanye siasa. Warioba ni anaamsha fitina. Warioba ni mfitinishaji. Ndio maana tunamdhibiti na ndio maana tunamkanya. Umri wake haufai kufanya hayo. Nilitegemea umri wa mzee Warioba, yeye kama ni muumini wa Kikristo kweli, kwa yale aliyofanya akiwa bado kijana, alipaswa awe kanisani anafanya maombezi kwa Mungu wake na kufanya toba kwa askofu au kwa padri wake. Kama ni Protestanti anafanya maombezi na toba kwa mchungaji wake, na akijitahidi kupeleka fungu la 10 kwa asilimia anayopewa kama pensheni yake. Lakini Warioba hafikiri kwamba kesho kuna Mungu na kuna baada ya maisha baada ya haya. Warioba bado anahangaika kuleta fitna katika ardhi. Nilisema juzi kwamba Warioba hakuna alichokifanya. Amekuwa waziri mkuu kwa muda wa miaka 5, mwaka 1985 mpaka mwaka 1990. Yaani Warioba amekuwa waziri mkuu kuanzia mwaka 1985 mpaka mwaka 1990. Katika rekodi yake, nendeni mkaangalia hiyo miaka 5 aliyokaa kama waziri mkuu. Warioba hajapasa kumshauri Rais Nyerere hata jambo moja. Kwa sababu alimaliza na Nyerere akaja kaanza na Mwinyi akamweka pembeni. Baada ya kumuona Warioba Chapombe anashinda New African Hotel pale, anakunywa pombe, anacheza mziki, kazi za kiwaziri mkuu hazifanyiki. Na Nyerere alimweka pale kwa sababu ni mtu wa kwao, atamsaidia kazi kwa heshima, kwamba nimepewa heshima, mimi mtu wa kwetu, nitafanya kazi na Mwalimu. Lakini Warioba hakufanya hayo. Hakuangalia wananchi wanataka nini. Watu walikuwa wakiteseka, wakidhalilika, wakivaa magunia, hali mbaya, njaa na kadhalika. Lakini Warioba hakujali. Warioba alichoangalia yeye, mkono ufike kinywani anywe. Alikuwa ni mlevi na ni wasiwasi mpaka sasa hivi bado anatumia kinywaji cha ng'aa. Sasa huyu utasema ndio kiongozi wa kunyoshea serikali mikono? Kwa kazi yake kubwa yote anayoifanya mzee Sinda Joseph Warioba ni kuamsha fitina iliyolala, wala si mwanasiasa. Warioba hakuna alichokifanya. Hakuna alichokifanya zaidi ya kushinda anakunywa pombe. Mwinyi akasema hapana, kaa pembeni, sio kufanya kazi na mtu mlevi namna hii. Jambo jingine, ndugu zangu, msimuone Warioba ni mjinga hayo anayosema. Miongoni mwa watu waliokuwa wamepanga mikakati ya kuivuruga serikali, Warioba yumo. Ila watu wanamheshimu tu kwa sababu ni mtu mzima. Basi watu wanamheshimu, lakini kwa sababu anataka aelezwe na Watanzania wajue uongo huyu mzee, inabidi tuseme. Joseph Sinda Warioba yeye ndio alikuwa ameandaliwa, labda tukibieni siri. Warioba alikuwa ameandaliwa hizi vurugu zikisha kutokea, serikali waivuruge, alafu yeye awe rais wa mpito. Labda tukubieni siri. Na ndio maana unaona hata ndugu zetu Chadema kile wakisema atafutwe rais wa mpito, atafutwe rais wa mpito. Rais wa mpito ina maana wampe Warioba. Akishakuwa rais wa mpito atengeneze katiba, na ndani ya katiba kuna viongozi hawapendi, anataka aweke kipengele waje wakamatwe, wafungwe. Labda tukuelezeni kama mjui, lengo la Warioba ni kutengeneza katiba ya mpito, aweke kipengele ambacho kitatoa ruksa ya kuwafunga viongozi wa serikali waliostaafu. Sasa huyu mzee ana maana kweli? Huyu mzee ana maana, anajitambua? Ndio lengo la Warioba, hana lingine. Kwa sababu haiwezekani mtu mwenye akili, mwenye umri kama Warioba amekuwa judge, na katika hata kesi zake inasemekana alikuwa akifunga watu kwa rushwa, funga watu kwa jaziba, kwa chuki, wakamtoa wakamleta kuwa na